SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Dr. Abudu Suleiman Jumbe amesema mashirikiano yaliyopo baina ya taasisi za serikali na taasisi binafsi yanasaidia kupelekea mbele maendeleo yanayopatikana kupitia ongezeko la watalii wanaoingia nchini. Dr. Abudu ameyasema hayo katika mkutano wa mwaka wa wadau wa utalii Zanzibar ZATI. Amesema mashirikiano hayo yanasaidia kujenga mikakati na maelekeo mapya katika sekta ya utalii kupitia nyanja mbalimbali za kimataifa na maendeleo makubwa katika soko la utalii duniani. Tumezungumzia namna ya kutengeneza mwelekeo huo kwa kuangalia mikakati mipya ya kitaifa ikiwemo sera, sheria, mipango mikuu ya kiutalii, lakini pia kuangalia vipi sekta za umma na sekta binafsi kwa pamoja zinaweza zikakutana na kujenga mikakati, mipango kazi ambayo itapelekea mbele kuwa na mazao bora kabisa endelevu ya kiutalii, mfano utalii wa urithi wa mambo ya kale, utalii wa mikutano, utalii wa chakula, utalii ule ambao unawashirikisha wanajamii kwa ujumla, utalii wa michezo, matamasha, lakini pia sura nzima ya utalii unaojali silka, tamaduni, maadili ya wananchi wa Zanzibar. Lakini pia tulizungumzia swala zima la namna ya kukabiliana na mabadiliko makubwa yanaendelea hivi sasa katika soko la sekta ya utalii ulimwenguni na hasa hapa katika ukanda huu wa Bahari ya Hindi. Tumezungumzia jinsi washindani wetu mfano Mauritius, Seychelles, Reunion, Maldives, Sri Lanka wanavyokabiliana na mabadiliko hayo, na kwamba sisi tusiache nyuma na tuendelee mbele, tusome ambayo tumeyapata, lakini pia tuangalie mwelekeo mpya ambao utaendelea kuipaisha Zanzibar katika hali ya juu kabisa. Tumezungumzia jinsi ya mafanikio makubwa yaliyofanywa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini pia tumezungumzia pia mafanikio makubwa ambayo Tanzania imeyapata chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tumezungumzia namna ya kushirikiana kwa pamoja katika kuleta njia sahihi za utalii endelevu, utalii ambao unajali kila mtu na utalii ambao unaleta tija kubwa sana kwa visiwa hivi. Tumeshuhudia ukuaji wa sekta ya watalii kufikia karibu milioni 1 kwa mwaka, uchumi wa nchi kukua kupita 7.1, lakini pia tumezungumzia yale mapato ya ujumla ya sekta ya utalii yanayopindukia dola bilioni 1 na jinsi ya kujitayarisha na kwenda katika mwelekeo ambapo Zanzibar sasa imo ndani ya washindani wakubwa wa kimataifa, sio tu ndani ya Bahari ya Hindi lakini katika maeneo mengi ya ulimwengu. Kwa hivyo mkutano kama huu wa ZATI wa mwaka unaleta kwa pamoja wadau wote wa utalii, sekta ya umma, sekta binafsi, wadau wa maendeleo, lakini pia wanajumuiya na wanajamii kwa pamoja na kuja kwa mkakati wa pamoja ambao utaiwezesha ZATI kufanya kazi zake za kila mwaka kwa mafanikio, lakini bila kusahau kwamba sasa hivi ZATI ni mojawapo ya memba wa bodi ya shirika la Umoja wa Mataifa la kiutalii ulimwenguni. Naye mwenyekiti wa wawekezaji utalii Zanzibar ZATI Suleiman Ali Muhammad amesema mkutano wao wa mwaka unawasaidia wawekezaji katika sekta ya utalii kuona kwa namna gani wanafikia kikamilifu fursa zinazopatikana katika sekta ya utalii wa kimataifa pamoja na kufikia malengo yaliyowekwa na serikali ya kukuza uchumi wa Zanzibar. Tuko hapa katika mkutano wetu mkuu wa mwaka wa 2025. Kawaida inakuwa tunafanya kila mwaka end of the year, lakini kutokana na mambo na majukumu mengine inabidi tumesogeza siku mbele, ndio tumeifanya leo siku ya tarehe 29 Januari 2026. Na mkutano huu wa leo utafungua mambo mengi na tutawafahamisha wawekezaji wetu mambo mengi, na vile vile serikali na wao watawasikia wawekezaji nini wanasema, ili tuweze kuyafikisha haya yote na kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu utalii bila sisi sote au nchi bila sisi sote baina private sector na government haiwezi kwenda. Kwa hiyo huu mkutano wetu wa leo tumeonesha dhahiri kwa
huu muungano wetu baina ya private sector na government ni jambo kubwa sana na linatupeleka sana, na tunamshukuru sana kwa yote. Asante. Na washiriki kutoka taasisi mbalimbali wamesema mkutano huo umewasaidia kukutana na wadau mbalimbali kutoka sekta ya utalii pamoja na kuona mafanikio yaliyopatikana kupitia ZATI kwa mwaka 2025. Hapa tumekuwa washirikiano wazuri sana wa ZATI na tumekuwa na mahusiano ya muda mrefu. Na sisi kama Exim Bank tumejikita katika kutengeneza bidhaa nzuri ambazo zinaweza kukidhi soko la utalii, na pia tumeweza hata kwa hapa Zanzibar tumeweza kuongeza branches nyingine ili kuhakikisha kwamba sekta ya utalii, na ambao ni lengo kubwa la serikali, kwamba sisi pia tunakuwa na mchango mkubwa. Mkutano huu umetuwezesha sisi kuweza kuonana na wadau wengi wakubwa ambao wapo katika sekta ya utalii, ambao umekuwa ni mchango mkubwa sana kwetu katika kuhakikisha kwamba tunawafikia katika huduma nzuri ambazo zinafikia kiwango cha kimataifa. Asante. Kupitia ZATI inatusaidia sana kama sisi wawekezaji wazawa, kwa sababu wana solve changamoto nyingi tu kuhusu utalii. Changamoto mfano pale kuhusu utalii, watu ambao wanafanya uchafuzi wa bichi vile wa mazingira, wanatusaidia sana. Kama mfano nakumbuka mwaka juzi ZATI pamoja na timu ya ZATI wengine walikuja kusafisha beach pamoja na sisi wenyewe. Walipita beach tofauti kusafisha, kufanya mazingira kuweka sawa, beach fukwe ziwe safi. Siku leo tumepata fursa ya kujuana, kuona mafanikio ambayo ZATI yaliyafanikisha kwa mwaka jana 25 Januari Disemba, na mipango ya mwaka 26 Januari Disemba. Kwa hiyo tupo hapa na farijika na tunafurahia kuwa miongoni mwa safari ya ZATI ambayo inaendelea kukua siku hadi siku na kutuweka karibu wawekezaji, wadau wote katika sekta hizi. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.